alinufaika na maamuzi ya bodi ya ligi na kukomesha mchezo. Yeye alimnufaisha, Yanga yalimuathiri. Kwa aliyenufaika hawezi kuendelea kulalamika wakati yeye tayari amenufaika. Kwa hiyo hawa wanaolalamika ndio walioathirika na yale maamuzi. Ndio maana wamekuwa wakizungumza na kuzungumza mengi, kwa sababu mheshimiwa waziri hana mamlaka ya kisheria ya kuweza kuwajibisha kama nilivyokuambia, na akifanya hivyo atakuwa anaingilia. Isipokuwa yeye ni mshauri tu, kwa maana ya kama ni mdau namba moja, kwa maana kwa serikali anaweza kutoa ushauri kwa kile kinachotokea ili kuweza kutengeneza mazingira mazuri ambavyo vinaonyesha kama ni udhaifu mkubwa kwenye bodi ya ligi, hasa kwa upande wa mwenyekiti ambacho atoki moja kwa moja kwenye vilabu sasa. Manake sio mwenyekiti wa Coastal Union Steven Mguto, lakini amepewa bado mamlaka hayo. Unafikiri hata kila alichokifanya na stahili kuendelea kubakia kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kwa sababu ya kunusuru kuheshimika kwa bodi ya ligi? Manake bodi ya ligi inayoona kama hakutakuwa na maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, basi inaweza kadharaulika na kutokuaminika tena. Unaona nafasi yake ya kuendelea kubakia kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto mpaka sasa kwa haya ambayo yanaendelea? Bodi ya ligi kwa ujumla wake wamekosa uhalali, wamekosa nguvu ya kuweza kisha kwamba wanasamia, wamekosa uaminifu, wamekosa watu kuweza kuamini. Kama watu wakiwa hawakuamini, wanake tayari wamepoteza uhalali. Kwa nafikiri vema, mimi kwa mtazamo wangu nilifikiri mapema sana ungekuwa ni watu ambao wanafikiria mbali, wangeweza kujiengua ili kupisha kamati ya muda. Yote kwa mara kwanza ulinioji, nilishakwambia kwamba hapa kuna ubabaishaji, hakuna uchunguzi ambao wanaweza kufanya katika hili jambo ambalo lilikosewa kwa makusudi. Kuna watu walipanga tu kaamua kufanya waliofanya, wakasahau misingi ya sheria na kanuni, wakafanya kwa matakwa yao. Kwa hiyo hawezi ukawa na uchunguzi wowote. Karibu sana ndani ya Like Media, na huu ni wakati wa kuweza kupiga story nyingi za kimichezo, na kubwa zaidi ni kuhusiana na swala ambalo kwa sasa linaendelea. Utakuwa unakumbuka kuhusiana na dabi ya Kariakoo kuto kufanyika, na hivyo kuna mambo mengi ambayo yanaendelea upande wa bodi ya ligi, upande wa Yanga, upande wa Simba, wengine wakisema tuchezi, hatuingizi timu hata tarehe kipangwa, na wengine wakiwa wamekaa kimya mara baada ya kuomba kuto kucheza mchezo huo. Lakini kwa upande wa serikali, kwa maana ya waziri mwenye dhamana ya michezo Palamagamba Kabudi, yeye moja kwa moja kaachukua jukumu hili kwenda kulika sawa sawa. Kwa taarifa ambazo tumezipata ni kwamba bodi ya ligi, Simba pamoja na Yanga wataenda kukutana kuweka sawa sawa. Sasa nikasema nimtafute nguli wa michezo, mchambuzi Dominic Salamba, ili niweze kuzungumza naye angalau nipate mtazamo wake, yeye amelipokeaje hili ambalo waziri kaweza kulichukua. Je, kwa upande wa TFF bodi ya ligi wameshindwa kuliendo? Nafikiri ukiangalia kwa haraka utasema ni ndio wameshindwa kuliendo, kwa sababu tokea tukio limetukia ni muda mrefu umeweza kupita, lakini mpaka sasa haijapatikana statement ya moja kwa moja, kwanza kuelezea kitu gani kilitokea, lakini pili kuzungumzia maamuzi waliochukua katika kuhakikisha kwamba wanakwenda kuitatua hii kadhia. Ukiangalia kwa barua yao ambayo walikuwa wameitoa ya haraka ya kuanzisha mchezo, wanaelezea kwamba wana makusudi kisha kwamba wanafanya uchunguzi wa haraka na kisha watatoa taarifa kuhusiana na mwenendo na mwelekeo wa mchezo wenyewe. Lakini imekuwa tofauti, na tulishuhudia kabla Yanga wakaandika malalamiko, yakaja kajibiwa kimya. From there on watu imekuwa yako kimya, na pamekuwa pana sitofahamu nyingi kuzingatia kwamba mashabiki wa kabla Yanga na wanachama wenyewe pia wamekuwa wakiibuka. Lakini pia kuna kauli mbalimbali zilikuwa zimetolewa. Utakuwa ni shahidi, tulisikia kauli za rais wa shirikisho akizungumza na kuweza kutumu baadhi ya watu, lakini pia tulisikia mwenyekiti wa bodi ya ligi na yeye akizungumza tofauti, na wote walikuwa wanazungumza si kwa mwenendo wa kikanuni, walikuwa wanazungumza kihisia na utashi wao katika mambo ambayo yatakiwa wazungumze kwa kutoa ufafanuzi wa kikanuni ambao wanafanya wao waweze kuwa na mamlaka husika. Kwa hiyo lazima serikali na kama waziri mwenye dhamana anapoona hali kama hiyo, ni vema akakutana na hao viongozi ili kuweza kujua nini ambacho kimetokea na mwelekeo upi, na kuweza kuona hatua zipi ambazo zinaweza kuchukuliwa kutokana na changamoto husika. Kwa hili ambalo waziri analichukua na kwenda kulifanyia kazi, unafikiri itakuwa ni mwarobaini au ni kufunika tu maovu ili mwisho wa siku yajirudie tena miaka mingine turudi katika nafasi hii ya kwenda kusuluhisha, au itakuwa ni mwarobaini wa kukomesha haya mambo? Kwanza mimi sidhani kama waziri anakwenda kulifanyia kazi, kwa sababu najua nifika kwamba tunafahamu serikali iko mbali na mambo ya michezo ya taratibu zake. Ukiangalia kwenye kanuni za FIFA na sheria zake namba 15 zinazungumzia namna ambavyo hii entity au shirikisho
anatakiwa liwe linategemea lisio lina mwingiliano na taasisi nyingine, lakini kwa sababu serikali ndio mdau namba moja wa michezo, nafikiri atakuwa amejaribu kuwaita ili kuweza kujua uelekeo ni upi katika hili jambo, kwa sababu mpaka sasa hivi ni kama tupo gizani na kuacha wananchi wakiwa njia panda, hawaelewi nini mwelekeo, na kuzingatia kwamba tupo kwenye mwaka ambao watu inabidi sana concentrate kwenye kujadili kwenda kwenye uchaguzi mkuu ambao tunakwenda kuchagua viongozi wetu wakuu wa taifa letu. Kwa hiyo nafikiri lengo la waziri sio kuja kutatua mgogoro, kwa sababu yeye sio sehemu ya utatuzi. Mgogoro huu unaweza kutatuliwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za mpira wa miguu, lakini kama sio msimamizi mkuu, ana wajibu wa kuweza kujua kipi kimetokea, nini kimekwamisha na wana mpango gani katika kwamba jambo hili kwenda kuisha sio kwenda kadhia katika nchi yetu. Salamba, waziri wa michezo anaenda kuita pande zote tatu, lakini hajaita uchunguzi ambao ndio nadhani ingekuwa kiini cha kuweza kupata solution ya nini maamuzi, na pengine unahisi kuto kuhitaji kwa maana ya uchunguzi, pengine kulikuwa na umuhimu wa waziri mwenyewe akatoa uchunguzi ambao unatoka kwenye mamlaka ya kimichezo, lakini yeye akiwa ametoa mwongozo akitaka kupata vitu vya ndani kabisa. Huwezi ukaita uchunguzi kabla hujajua shida iko wapi. So, mpaka sasa hizi tumekuwa na scenario nyingi ambazo hazina majibu ya moja kwa moja. Kila mmoja anazungumza la kwake, na wote wanaozungumza hawazungumzi wakireflect kanuni. Wanazungumza kutokana na utashi na mawazo binafsi. Kwa mheshimiwa waziri ni lazima aweze kujua sehemu ya kuanzia ni wapi. Kwa lazima ukutane na pande zote nne uweze kuzisikiliza. Then baada ya pale ndio ataangalia kama kuna haja ya kuweza kuunda tume ya uchunguzi kuchunguza nje ya swala zima la mpira wa miguu na kanuni. Ana mamlaka hayo, anaweza kafanya, lakini akiona hamna haja, basi ni kuelekeza tuweze kupata yale ambayo yanapaswa kuweza kufuatwa, kwa sababu siku ile jambo litakwenda kutatuliwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za mpira wa miguu, kwa sababu kama ikionekana kuna mwingiliano moja kwa moja inaweza kwenda kupelekea FIFA wakatupatia adhabu, na kuzingatia kwamba tunakwenda kuandaa michuano mikubwa 2027 ikiwa ni kwa mara ya kwanza kutengeneza historia katika nchi yetu. Kwa hiyo unaweza ukasema waziri Palamagamba Kabudi anawaita upande ya Yanga, Simba pamoja na bodi ya ligi na TFF kwa ajili ya kuwashauri, sio kuweza kuingilia mamlaka ya kuweza kupata suluhisho ya jambo linaloendelea. Mtazamo wangu nafikiri sio tu kuwashauri, lakini pia kuweza kujua kwa kina, kwa sababu hii ni taasisi nyingine kama nilivyokuambia inaongozwa kwa taratibu zake nyingine, lakini ambazo hazitaki kutoka nje ya misingi ya serikali. Kwa hiyo ni lazima ukutane nao wote uweze kuwasikiliza, na kama atakuwa na haja ya kukutana na mamlaka kama shirikisho, na yeye pia atakaa nalo, ili kwa sababu yeye ni waziri ndio atajua baada ya hapo sasa nini kifanyike, kwa maana ya kushauri kutengeneza mazingira mazuri, sababu lengo la serikali ni kuweza kuona kwamba nchi yetu inakuwa na amani, michezo inachezwa, ni sehemu ya ajira, ni sehemu ya kutoa elimu na utimamu. Kwa hiyo lazima kisha kwamba wanatengeneza mazingira rafiki ya kiushindani na kiuchezaji. Hawatafurahi kuweza kuona kuna kadhia yoyote ambayo inaweza kwenda kuharibu aidha hali ya amani au hata tu utulivu katika nchi yetu. Kwa hiyo yeye kama ni waziri mwenye dhamana ana wajibu wa kuweza kuliona hilo moja kwa moja. Kwa nafikiri wito wake umekaa katika nafasi hiyo ili kuweza kujua nini hasa kimetokea na nini mtizamo au malengo ya shirikisho, na je hizi pande mbili wao wanalichukuliaje kila mmoja katika nafasi mbili. Kuna mtizamo wa kikanuni, lakini kuna mtizamo mwingine kuangalia masuala pana ya nchi yetu. Ukiangalia kwa upande wa Yanga ni kama ndo upande ambao una malalamiko mengi sana, ukiachana na upande wa Simba. Yanga wanafukua mpaka vile vitu ambavyo vilishapitaga zamani huko, na pengine unafikiri kutakuwa na urahisi wa kukubaliana na hiki kitu ambacho kinaendelea sasa hivi kwa misimamo ya Yanga ambayo ameweka sasa? Yanga lazima alalamike kwa sababu yeye ni mlalamikaji, Simba yeye ni mnufaikaji. Hapa kuna mlalamikaji na mnufaikaji. Simba alinufaika na maamuzi ya bodi ya ligi na komisheni mchezo, yeye alimnufaisha. Yanga yalimuathiri. Kwa aliyenufaika hawezi kuendelea kulalamika wakati yeye tayari amenufaika. Kwa hiyo hawa wanaolalamika ndio walioathirika na yale maamuzi. Ndio maana wamekuwa wakizungumza na kuzungumza mengi, kwa sababu tayari wanahisi kwamba walikuwa kwenye upande ambao hawakutendewa haki moja kwa moja. Ndio maana watu kwamba maamuzi yamekuwa ni mengi, lakini mwisho wa siku yanatakiwa yaende kuzungumzika kwa kuzingatia misingi ya kanuni na sheria ili kuepusha
kutokea migongano baadaye ambayo itakuwa ina ulazima na kwenda kutuharibia hali ambayo tuko nayo kwa sasa. Kwa upande wa bodi ya ligi hawajatoa kwa maana ya uchunguzi ambao walitarajia kuutoa. Wanasema kwamba watautoa mapema iwezekanavyo, lakini ni wiki moja sasa zimeshapita na hawajatoa na hajasema chochote, mpaka waziri anatoa kauli manake mara baada ya kuona kuna ukimya mkubwa sana. Nini mtazamo wako juu ya bodi ya ligi kwa hiki ambacho kiendelea bila kutoa uchunguzi ambao najua ulikuwa chini ya uwezo wao na pengine angefanya kwa haraka zaidi kama ambavyo walikuwa wameahidi? Nakumbuka mara ya kwanza ulinioji, nilishakwambia kwamba hapa kuna ubadilishaji. Hakuna uchunguzi ambao wanaweza kufanya katika hili jambo ambalo lilikosewa kwa makusudi. Kuna watu walipanga tu kaamua kufanya waliofanya, wakasahau misingi ya sheria na kanuni, wakafanya kwa matakwa yao. Kwa hiyo hawezi ukawa na uchunguzi wowote sasa. Hata kama wapatie mwaka mzima, hawezi kuja na majibu genuine kwa sababu taratibu zilishakiukwa. Hata ukiwa umetoka taratibu, huwezi kufanya uchunguzi wa jambo. Kwa hiyo kilichotokea ndio maana wamestart na imefika hatua mpaka serikali inaingilia kati. Kwa mimi naamini kwamba ni vyema mheshimiwa waziri akakutana nao na kuweza kuangalia kama kuna mapungufu, basi ni vyema yakaweza kurekebishwa ili kuweza kuepusha hizi kadhia ambazo hazina ulazima katika nchi yetu, hasa katika wakati huu ambao tunakwenda kutengeneza nchi ikiwa yenye utulivu na amani, lakini tunakwenda kwenye uchaguzi, tutachagua viongozi wetu ambao watakwenda kutuongoza na kuendelea kusonga gudu la maendeleo katika miaka inayokuja. Dominic Salamba, kuna wakati ambapo jambo linakuwa limeshatokea lenye uharibifu mkubwa sana, lazima kuna mtu awajibishwe bila kuhurumiwa kabisa, lakini kuna vitu ambavyo vinaonyesha kama ni udhaifu mkubwa kwenye bodi ya ligi, hasa kwa upande wa mwenyekiti ambaye atoki moja kwa moja kwenye vilabu sasa, manake sio mwenyekiti wa Coastal Union Steven Mguto, lakini amepewa bado mamlaka hayo. Unafikiri hata kila alichokifanya na stahili kuendelea kubakia kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kwa sababu ya kunusuru kuheshimika kwa bodi ya ligi? Manake bodi ya ligi inaiona kama hakutakuwa na maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, basi inaweza kadharaulika na kutokuaminika tena. Unaona nafasi yake ya kuendelea kubakia kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto mpaka sasa kwa haya ambayo yanaendelea? Mimi nafikiri tukimgusia Mguto peke yake tutakuwa tunamuonea, kwa sababu maamuzi yanayofanyika yale yanafanyika kwa chini ya wanakamati na wakati mwingine mpaka wanapiga kura. Nafikiri tu bodi ya ligi kwa ujumla wake wamekosa uhalali, wamekosa nguvu ya kuweza kisha kwamba wanasimamia, wamekosa uaminifu, wamekosa watu kuweza kuamini. Kama watu wakiwa hawakuamini, wanake tayari wamepoteza uhalali. Kwa nafikiri vyema, mimi kwa mtazamo wangu nilifikiri mapema sana ungekuwa ni watu ambao wanafikiria mbali, wangeweza kujiengua ili kupisha kamati ya muda, haya yote yasingetokea. Ila kwa sababu tulikuwa na tabia ya kung'ang'ania madaraka, ndio wale ambao wanaendelea. Kimsingi mpaka sasa hivi wamepoteza uhalali kwa sababu tayari wameweza kukoza chaos ambayo haikuwa na ulazima wa kuweza kutokea katika mpira wetu. Kwa hiyo hicho kinawezekana ni miongoni mwa vitu ambao ungetamani kuviona kwa upande wa waliamua, yani waziri aweze kuvitolea maamuzi kwamba aone kwamba bodi ya ligi haitoshi kama itakuwa chini ya mamlaka yake, na hata kwa kushauri bila kuwalazimisha. Nafikiri mheshimiwa waziri hana mamlaka ya kisheria ya kuweza kuwajibisha kama nilivyokuambia, na akifanya hivyo atakuwa anaingilia, isipokuwa yeye ni mshauri tu, kwa maana ya kama ni mdau namba moja, kwa maana kwa serikali anaweza kutoa ushauri kwa yale yanayotokea ili kuweza kutengeneza mazingira mazuri. Bado wao wenyewe wana nafasi. Kuna wakati unajua kwamba wanakuwa wana nguvu na kuzuia na kuzungumza wakiamini kwamba hawana sehemu ya kuwajibishwa moja kwa moja na serikali, wanawajibishwa na wanachama wale ambao wamewapigia kura katika mkutano mkuu. Lakini imefika hatua yale wanayofanya yamekwenda beyond na kuweza kuleta kero hata kwa watu wengine. Kwa hiyo kwa ni wakati wa rais wa shirikisho aweze kukaa chini na kutafakari kwa kina, aweze kulinusuru shirikisho katika mazingira ambayo yako kwa sasa. Salamba, kwa kumalizia, unaiona dabi mara baada sasa waziri kuwaita hao kwa maana ya pande zote tatu, Simba, Yanga na bodi ya ligi na TFF, unaona dabi inaweza kachezwa? Mimi nafikiri kucheza kwa dabi au kuto kuchezwa hakutegemeana mheshimiwa waziri, kwa sababu nilivyoongea kwamba mheshimiwa waziri hana mamlaka ya moja kwa moja yanayomfanya kuweza kutoa maamuzi yakienda kutekelezeka yakiwa nje ya kile ambacho sheria za mpira wa miguu zinaelekeza. Isipokuwa akiwa kama mshauri ana nafasi kuweza kushauri, lakini nachokiona ni kwamba sheria, kanuni, taratibu zikitumika inaweza kwenda kuchezwa baada ya maamuzi fulani huwa yameweza kufikiwa na kila upande kwa umeridhia, na hiyo itakuwa ni nje ya utaratibu wa kawaida ambao tunaweza kuona, kwa maana kwamba pengine kanuni zinaweza kuchukua hatua yake na pengine inaweza kuendelea. Dominic Salamba, mimi nikushukuru sana kwa kuungana nasi, tumepata mtazamo wako, nikushukuru sana. Nakushukuru pia. Asante sana.
Naam, tulikuwa tunazungumza na Dominic Salamba, mchambuzi nguli kabisa ambaye katoa maoni yake kwa kile kitu ambacho wanatamani kifanyike kuhakikisha kwamba bodi ya ligi Yanga, Simba wote wanaenda kuwa na sehemu ya kulijenga soka letu na si kulibomoa, na pia kutokuondoa imani ya kile ambacho kilijengwa kwa muda mrefu, lakini kwa sasa watu wengi wamekosa imani kwa kile ambacho kinaendelea. Waziri Palamagamba Kabudi ndiye ambaye mwenye dhamana ya michezo anaenda kuamua mara baada ya kukutana nao. Nini ambacho kitatokea tunasubiri, lakini hayo ni maoni ya wadau ambao wanazungumza kuelekea katika mchakato mzima wa kile ambacho kila mmoja naamini huenda kinaenda kutoa matunda yaliyo bora kabisa. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa wewe ambao umechagua Like Media. Asante sana kwa wewe ambao umekuwa nami, lakini subscribe channel hii ili miongoni mwa watu ambao wanakuwa nafuatilia na kupata madini ya kutoka katika maeneo tofauti ambayo ni ya kimichezo sana. Mimi niseme tu asante mpaka wakati mwingine. Ciao.